Ada ya kila mwaka ya maombi ya hifadhi. Maombi ambayo waombaji wa hifadhi wanapaswa kujua. Watu ambao maombi yao ya hifadhi yamekuwa yakisubiri kwa zaidi ya mwaka mmoja, sasa wanapaswa kulipa ada mpya ya kila mwaka kwa serikali ya Marekani ili maombi yao yaendelee kusubiri kushughulikiwa. Hii inaitwa ada ya kila mwaka ya maombi ya hifadhi au AAF. Kuanzia tarehe 29 Mei 2026, serikali inasema inaweza kukataa maombi ya hifadhi ambayo bado inasubiri ikiwa mwombaji hajalipa ada ya kila mwaka ya hifadhi kwa wakati. USCIS inasema watu wanapaswa kulipa ndani ya siku 30 baada ya USCIS kuwaarifu kulipa. Katika mahakama ya uhamiaji, muda wa mwisho unaweza kuwa mfupi zaidi. Hivyo fuata tarehe kamili iliyo katika amri ya jaji. Serikali inahitaji ada moja kwa kila mwaka ya hifadhi kulipwa kwa kila ombi la hifadhi linalosubiri kila mwaka. Si ada moja kwa kila mwanafamilia aliyeorodheshwa kwenye ombi hilo hilo. Kwa kesi za USCIS, hii inajumuisha watu ambao kesi yao ya hifadhi ilikuwa ikisubiri kwa kipindi chote kuanzia mwezi wa 10 tarehe 1 2024 hadi mwezi wa 9 30 2025. Pia inajumuisha watu waliowasilisha maombi ya hifadhi baada ya mwezi wa 10 tarehe 1 2024 ikiwa kesi yao bado inasubiri na USCIS kwa siku 365 baadaye. Ada ya kila mwaka ni $102 kuanzia mwezi wa kwanza Januari tarehe 1 2026. Hii ni tofauti na ada ya $100 ya kuwasilisha maombi mapya ya hifadhi ambayo ilianza mwaka 2025. Serikali inaweza kubadilisha kiwango cha ada kila mwaka. Serikali hairuhusu waombaji kuomba msamaha wa ada ya kila mwaka ya hifadhi. Ikiwa huwezi kumudu ada hiyo, wasiliana mara moja na mtoa huduma wa kijamii katika eneo lako. Ikiwa unaishi Vermont, waombe wakuunganishe na Vermont na New Hampshire Asylum Support Network ili kuona kama msaada wa kifedha unaweza kupatikana. Usisubiri hadi tarehe ya mwisho ikiwa unahitaji msaada. Ikiwa kesi yako ya hifadhi iko na eneo la USCIS, lipa kupitia ukurasa rasmi wa ada ya kila mwaka ya hifadhi wa USCIS kwenye tovuti hii. Ikiwa kesi yako ya hifadhi iko katika mahakama ya uhamiaji, lipa kupita mfumo wa malipo mtandaoni wa Executive Office of Immigration Review EOIR kwenye tovuti hii. Fuata tarehe yoyote ya mwisho iliyowekwa na jaji. Hifadhi risiti yako na uwasilishe udhibitisho wa malipo kwa mahakama na kwa wakili wa serikali anayewakilisha ICE. Ikiwa tayari ulilipa ada ulipowasilisha ombi lako la hifadhi ndani ya mwaka uliopita, huenda usihitaji kulipa ada ya kila mwaka ya hifadhi kwa sasa. Ada ya kila mwaka ya hifadhi ni tofauti na ada ya $100 ya kuwasilisha ombi jipya la hifadhi. Serikali inasema ada ya kila mwaka haipaswi kutozwa mpaka ombi la hifadhi liwe limesubiri kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ikiwa kesi yako imekuwa ikisubiri kwa chini ya mwaka mmoja, angalia malipo kwenye tovuti hii, lakini kwa kawaida ada hiyo itaonekana bado haijadaiwa. Ikiwa tovuti ya amri ya jaji inaonyesha kuwa ada ya kila mwaka inadaiwa, hifadhi udhibitisho wa ada yoyote ambayo tayari umelipa na uombe msaada kutoka kwa mtoa huduma wa kisheria unayemwamini kabla ya tarehe ya mwisho. Katika jimbo la Vermont, unaweza kuomba msaada wa kwenda moja kwa moja kwenye ofisi ya mshirika wa huduma wa eneo lako au kwa kuwasilisha ombi kupitia tovuti hii. Kumbuka kwamba ikiwa hutalipa ada ya kila mwaka ya hifadhi kwa wakati, USCIS
inaweza kukataa kesi yako ya hifadhi. USCIS pia inaweza kufuta kibali chako cha kazi kinachotokana na ombi la hifadhi au kukataa ombi la kibali cha kazi ambalo bado linasubiri katika mahakama ya uhamiaji. Jaji anaweza kukataa au kufuta kesi yako ya hifadhi. Uamuzi huu unaweza kuwa wa mwisho. Ikiwa huna uhakika kama unapaswa kulipa ada ya kila mwaka ya hifadhi kwa wakati huu, nenda kwenye ukurasa wa malipo wa USCIS. Ingiza namba yako ya A na namba ya risiti ya ombi lako la hifadhi. Ikiwa tovuti inaonyesha kuwa ada bado haijadaiwa, angalia tena baadaye. Ikiwa tovuti inakuruhusu kulipa, lipa ikiwa unaweza. Hifadhi risiti, namba ya kufuatilia na picha ya skrini. Jifunze zaidi kwenye tovuti hii.